anauliza kwamba inakuwaje mama anaweza kuwa na maambukizi ya HIV lakini mtoto akamzaa bila ya maambukizi ya HIV. Mama anayo maambukizi lakini akazaa mtoto bila maambukizi. Wakati wataalamu wanatueleza damu ya mama inafika kwa mtoto wakati mtoto yuko tumboni. Mtoto anakula kwa kupitia mama yake. Kwa sababu ili kiumbe aweze kuishi, aweze kukua, manake anahitaji kula. Na mtoto tumboni anakuwa kwa sababu anakula. Sasa anauliza, kama mtoto anakula na anakula kwa kupitia damu ya mama, na damu ndio yenye kubeba maambukizi, vipi mtoto maambukizi yasimfikie? Na ni kweli leo hii watu wengi wenye maambukizi mbalimbali ya HIV wameweza kuzaa bila ya kupata maambukizi kwa watoto zao. Wanazaa tu salama na hakuna shida yoyote. Na ni kweli mama mjamzito anaweza kujifungua kama hakutokuwa na mistake wakati wa kujifungua, akajifungua mtoto bila maambukizi. Ni kweli kabisa jambo hilo. Ni kwa sababu gani? Asante. Kwa kawaida mtoto akiwa katika tumbo la mama yake anakula kwa kupitia mrija maalum ulioungwa kutoka katika mwili wa mtoto, yani kitovu, na kuunga katika mwili wa mama, yani placenta. Na unatoka kwenye placenta na kwenda katika mwili wa mama. Sasa chakula anachokula mtoto, hali kama ule ugali anaokula mama, ule ugali labda unapita kwenye huu mrija unaenda katika tumbo la mtoto. Hapana. Chakula anachokula mama, kwa maana kala ugali, amekula wali, digestion inafanyika katika tumbo la mama. Kwa sababu ule mfumo wa usagaji upo kwenye tumbo la kwake mama. Akiendi chakula kizima. Baada ya kufanya digestion, kubadilishwa kile chakula, kuvunjwa kama protein, kama nini na kuingia katika mwili wa mama. Maana yake kile chakula kinabebwa kwa kupitia huu mfumo wa damu, na ile damu inakwenda katika mwili wa mtoto kwa kupitia huu mrija unaitwa umbilical cord na kwa kupitia hii placenta. Sasa kwa nini mama mjamzito damu yake inafika kwa mtoto na mama ana maambukizi ya HIV lakini anazaa mtoto bila maambukizi, mtoto akiwa salama kabisa? Nini kinachotokea mpaka mtoto anakuwa salama? Asante mpenzi na mdau wetu. Kwa kawaida virus wa ukimwi wanaishi katika seli. Virus wa ukimwi wanaishi katika seli, na seli zinaishi katika damu. Kwa hiyo unapokuwa mmepata ule msuguano na damu ya mgonjwa wa HIV ikafika katika mwili wako, ikakutana na damu yako, maana yake anapata yale maambukizi, kwa sababu ile damu ndani yake inakuwa na zile seli, na zile seli zinakuwa zimebeba wale virus, na zinapoingia katika mwili wako zinaingia na wale virus, na hatimaye unakuwa umepata maambukizi. Sasa katika mwili wa mama, wakati mama anampelekea mtoto wake chakula hiki akitoki moja kwa moja, hii damu haitoki moja kwa moja kutoka kwenye mwili wa mama kwenda katika mwili wa mtoto. Kinachotokea, inapita katika placenta. Placenta katika mwili wa mama ni chujio. Placenta katika mwili wa mama ni chujio. Placenta inachuja ile damu ya mama. Placenta hairuhusu seli yoyote itoke katika mwili wa mama kuja kwenye mwili wa mtoto, na hairuhusu seli yoyote kutoka kwenye mwili wa mtoto kuja kwenye mwili wa mama. Maana yake mama ndiyo anapeleka chakula pamoja na hewa katika mwili wa mtoto kwa kupitia hii damu. Inabeba virutubisho pamoja na oxygen, inakwenda kwenye mwili wa mtoto. Ikishazunguka kwa ajili ya kuurutubisha mwili na kuufanya kuwa hai kwa sababu ya oxygen, ile damu inatoka tena kwenye mwili wa mtoto, inarudi kwenye mwili wa mama kwa ajili ya kwenda kuondolewa, inakuwa na carbon dioxide, kwenda kuondolewa carbon dioxide na kuingizwa oxygen. Sasa wakati damu ile inarudi kwenye mwili wa mama, maana yake inarudi na ile carbon dioxide. Ikifika hapa lazima ifike kwenye placenta kabla kufika kwenye mwili wa mama. Placenta itaichuja. Seli zote zitabaki huku kwa upande wa mtoto, hazitotoka kwa mtoto kuja kwa mama. Na wakati damu inatoka kwa mama kwenda kwa mtoto, itaruhusu carbohydrate, itaruhusu protein, itaruhusu oxygen, itaruhusu vitu vyote vinavyohitajika, lakini seli haitoruhusiwa. Seli ndiyo inayobeba virus.
seli inaishi katika damu. Kwa seli zote za mama zinaishia kwenye placenta na zinarudi tena kwenye mwili wa mama. Hivyo zinarudi zikiwa na wale virus wake, kwa hivyo virus hawafiki katika mwili wa mtoto. Mpenzi na mdau wa Kimimbi Herbal Clinic, huu ni ufundi wa uumbaji wa Mungu. Ameitengeneza placenta ikiwa kama chujio, inaochuja vitu mbalimbali visije vikafika kwa mtoto vikamdhuru. Kwa hiyo mtoto anakuwa salama kama hakutokuwa na mistake wakati wa kuzaa, hivyo mtoto hawezi kuzaliwa akiwa na maambukizi. Mtoto tumboni hapati maambukizi kutoka katika mwili wa mama yake, hata kama anakula kwa kupitia damu. Huu ndio mchakato unaotokea. Kwa hivyo wamama wenye matatizo ya HIV wanaweza kubeba ujauzito na wakawa waangalifu kwa kwenda kwenye vituo vya afya kipindi chote wakiwa wajawazito, na wanaweza kujifungua watoto zao wakiwa salama kabisa. Kupata maambukizi ya HIV sio ndio mwisho wa maisha. Maisha yanaweza kuendelea. Unaweza kuwa na familia na ukajenga familia yako iliyokuwa na afya njema na iliyokuwa safi. Wale watoto wanaozaliwa wakiwa na maambukizi, mistake ilitokea wakati wa kujifungua, mama alichanika na mtoto michubuko ikampata, pale ndipo anapopata maambukizi. Kama una swali lolote unataka kutuuliza, tuandikie hapo chini swali lako, sisi tutaliona na tutakujibu. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala na tiba asili, kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kliniki kwetu. Karibu.